Bado tupo hapa, nataka tuweze kuzungumza na mwenyekiti wa soko hili ambaye pia ameweza kufika katika eneo hili, naye pia aweze kutuambia tathmini yake namna gani ameweza kulichukulia jambo hili, na tumeshuhudia Frank Joseph Mang'ati ambaye ni diwani wa kata Pugu ameweza kufika katika eneo hili kuweza kulitolea uvumbuzi. Mwenyekiti wa soko, kwanza shikamoo. Marhaba. Kwa majina naitwa Lucas Marco Kayoza. Huyu bwana kwanza kabisa ni wajina wangu. Nataka pia uweze kuniambia sasa umejisikiaje kuona kwamba mwenye diwani wa kata Pugu Frank Joseph Mang'ati ameweza kufika katika eneo hili na kuweza kutoa mwanga au taswira kwamba nini kiende kafanyike katika soko hili. Kwa kweli mimi kama kiongozi, kuanzia ile siku ambayo mshidiwani alipigia simu, bahati nzuri ilikuwa kwenye mapumziko ya mwaka mpya nyumbani Bukoba, lakini kwa simu yake nilipokea tu, siku hiyo hiyo nilichukua hatua ya kurudi. Na niliporudi hapa ni kuna moja kwa moja ofisini kwake, kwa sababu nilifika Masiala, lakini kufika pale kwake alinielezea ili sumuni na akanituma nipitie watu wako tayari, na kweli kila mtu nipitia, kila kitu kilikuwa sawa, watu wote walikuwa tayari, walitikia na walifurahi sana. Basi kuanzia hapo tulipanga kikao na hatimaye leo amefika. Kwa kweli mimi kwa niaba yangu na kwa niaba ya wadau wetu wa soko tumefurahi sana, tumefarijika sana, na tutafanya vizuri, au tegemei kufanya makosa aina yoyote. Ndani ya sekunde kadhaa, nataka pia uweze kutuambia nini rai yako sasa kwa viongozi wenzio, kwa sababu tayari tumeshaona maono kwa maana kwamba soko tayari rasmi linaanza kujengwa. Mimi kama mwenyekiti napenda kuwasihi viongozi wenzangu, hasa wewe na uongoza, tuachane na mambo ya vishauri. Hapa vishawishi vingi sana kwa kweli. Tunyoke tufanye kazi kama tulivyoelekezwa na mheshimiwa diwani. Tusikiuke kwa tamaa ambazo hazina maana yoyote. Hii kazi tufanye nguvu nyingi kuiendeleza, tusiharibie hapa. Ni bora tumalizie vizuri.